Kwa asubuhi njema ya leo, tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante maana umetuwezesha kuwepo nyumbani mwako siku hii tena. Naomba ukatuongoze na kwenda kututangulia tunapokwenda kujifunza, ukaseme na maisha yetu, ukatufundishe, na zaidi ya yote tunapotoka mahali hapa pia tukawa watendaji wa hilo ambalo umetufundisha. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Amen. Tulikuwa na tuna somo ambalo tumekuwa nalo kwa muda, ambalo tumejifunza kwa hizi wiki kadhaa, na kichwa cha somo kikiwa ijue imani yako ili kumshinda adui yako. Na mstari huo ulikuwa ni mstari ambao ulikuwa ni mstari wetu wa kusimamia wa kukumbuka, ni Yohana 17 mstari wa 3, ambako Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na tuliangalia faida mbalimbali za kuijua imani yetu, na faida namba 1 tukasema ni kutokuiacha imani kirahisi. Hauwezi kuiacha imani. Ukiwa unajua unachokiamini, utakithamini, na maarifa hayo sahihi yatazalisha udhabiti wa imani yako. Tukaona mitume hata kipindi cha mateso bado waliendelea kuihubiri kweli ya Yesu. Amen. Na faida namba 2 ambayo tuliiona ni kutambua na kuyakataa mafundisho ya uongo. Tumesoma na kuelewa kwamba sasa hivi kuna mafundisho mengi ya uongo. Kuna mambo mengi, kuna tafsiri mbalimbali za neno la Mungu. Nyingine zinamuondoa umuhimu wa Yesu, zinaipunguza kazi ya Yesu pale msalabani. Wanaweka kitu kingine kama kitu cha msingi kuliko Yesu. Na tukasema ukiwa unaijua vizuri imani yako, utakuwa thabiti, hautaweza kuyumbishwa hata pale ambako mafundisho yatakuwa ni mengi. Na hata kama mafundisho yatatoka kwa mtu ambaye unamwamini sana, lakini utayapima kupitia neno la Mungu. Amen. Na faida nyingine ni kutambua na kuheshimu mipaka ya imani yako. Tulizungumza hapo sana, tukasema kabisa kuna mipaka, kuna mambo ambayo ya kupasa kama Mkristo kuyaishi, na kuna mambo ambayo ya kupasa kama Mkristo kuto kuyaishi. Hata kama yakionekana ni ya thamani, hata kama yakionekana ni ya maana katika jamii inayokuzunguka, lakini wewe kwa kuwa unamjua Kristo na unaijua vizuri imani yako, utakuwa ni wa tofauti. Amen. Tukamwona Yusufu, tukamwona Danieli, ni mifano ambayo tuliisoma sana na tukaelewa hapo. Faida namba 4 tukasema ni ongezeko la shauku na ujasiri wa kuwashuhudia wengine au kuambia wengine habari za Yesu. Tukasema kwamba hii neema ambayo umepokea haiwi ni bure. Yaani hautakiwi uishie wewe peke yako ambaye unaijua hii neema. Utakuwa uweze kufika mbali na kuwahubiria wengine injili ya kweli. Na hilo linawezekana tu pale ambako umejua imani yako vema, kiasi kwamba hata mtu akikuuliza kuhusu imani yako una uhakika wa kusema kitu. Amen. Na unapata pia nguvu ya kuweza kuwashuhudia wengine kama unaijua vizuri imani yako. Amen. Na tukasema faida nyingine namba 5 sasa. Faida namba 5 ni kukua kiroho na kuenenda katika namna ya Mungu. Ni kukua kiroho na kuenenda katika namna ya Mungu. Hapo ni siku ambayo ya Alhamisi iliyopita ndo tulianzia hapo. Tukasema faida namba 5 ni kukua kiroho na kuenenda katika namna ya Mungu. Hapo tukasema mojawapo ya jambo la awali ambalo linapaswa kuonekana kwenye maisha ya mtu baada ya kuokoka ni badiliko la mwenendo wa maisha, kwa kuishi tofauti na alivyokuwa akiishi hapo zamani. Na tukasema hili badiliko sio badiliko ambalo linatokea ghafla. Ni kitu ambacho kila siku kwa kuwa karibu na neno la Mungu, kwa kujifunza kutoka kwake kila siku, kuna kitu ambacho kinabadilika na unazidi kuwa karibu na yeye na unazidi kumfanania yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tulisoma maandiko mbalimbali hapo katika Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa 11. Tulipitia hapo, tukasoma hapo, na
Tukasema Paulo anasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga, lakini tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo yale ya kitoto. Maana yake amebadilika baada ya kuelewa na kuwa mtu mzima. Haambiwi tena ili acha, lakini kwa kuwa ameshajua kweli anaenenda katika hiyo. Na Wakolosai Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10 tukasoma hapo, asema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu. Paulo anasema hilo ili mjazwe maarifa na mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende. Yani mshajazwa maarifa, kinachofuata ni kuenenda kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda, mkiwa na matokeo ambayo ni ya kazi njema. Bwana Yesu apewe sifa. Yani matokeo yenu katika kila kazi njema yaonekane. Amen. Anasema mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa. Kwa hiyo tukasema maarifa ya kusaidia wewe kutengeneza mwenendo wa tofauti na wengine. Kama hauna maarifa ya kujitosheleza kuhusu neno la Mungu, ni rahisi sana kuwa na mwenendo wa sawasawa na dunia inavyoenenda. Na kuna Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo kama ni kiumbe kipya, Wakolosai 3 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkavae utu upya mnaofanywa upya upate kufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyewaumba. Kwa maana yake kama mmekuwa kiumbe kipya, hamtakiwa mwenende tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo, lakini mnavaa utu upya na kufanana naye na kuenenda sawasawa na yeye aliyewaumba. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukisoma katika Mathayo 5:16 anasema kwamba vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Mathayo 5:16 na Yohana 13:35 anasema hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Kwa sababu gani? Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo hii mistari yote inatusisitiza, inatuambia kwamba kuokoka kunaendana na kubadilisha mwenendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tukibadilisha mwenendo tunakuwa mfano mzuri, tunakuwa chachu, tunakuwa chanzo cha kuibadilisha dunia. Hatutatumia nguvu nyingi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hatutatumia nguvu nyingi sana kuwahubiria watu, lakini ni kwa sababu gani? Mwenendo wetu umekuwa ni wa tofauti. Na faida namba 6 ambayo tulipitia pia ni kuwa na uwezo wa kuwafundisha na kuwasaidia wengine kukua katika Kristo. Kuwa na uwezo wa kuwafundisha na kuwasaidia wengine kukua katika Kristo. Anasema Waebrania sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Tukazungumzia hapa Waebrania walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekaa muda mrefu, na ndio maana hapa Biblia inasema maana wakati mwingi umepita. Inamaanisha kwamba walikuwa tayari ndani ya nyumba ya Mungu kwa muda mrefu, na tulitazamia kwamba hawa Waebrania watakuwa na uwezo wa kuwafundisha wengine habari njema, lakini hawana huo uwezo kwa wakati huo, kwa sababu bado walikuwa wanahitaji mafundisho. Kwa hiyo tukasema kabisa kama kanisa, haijalishi ni kwa kipindi gani umekaa nyumbani mwa Mungu, haijalishi ni kwamba umeokoka kwa miaka mingapi, haijalishi kwamba una experience kiwango gani, lakini kikubwa ambacho unatakiwa uelewe ni kwamba unatakiwa ulijue neno, uijue imani yako vizuri, ili uweze kumjibu na kumfundisha kila mmoja kwa upole. Na sio tu kuwafundisha walioko nje, tunazungumzia hata walioko ndani. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie sana. Na tukazungumzia hapo pia, haizungumzii tu kwamba kuokoka kuna kufanya pia, yani tunapozungumzia kufundisha tunazungumzia kwamba kusimama hapa mbele na kuhubiri. Hapana. Kuwa hata chanzo cha kuwafundisha watu ndani ya familia yako, ndani ya kanisa, mkionyana na kufundishana kwa upole, lakini licha ya hivyo pia hata ndani ya familia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tulisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 hadi wa 7, anasema na maneno hayo ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii
na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uondokapo, yafungwe yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Haya ni maagizo ambayo walipewa wana wa Israeli, ya kwamba hayo maneno ambayo tunakufundisha, yani yawe sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo hata unapokuwa uko nyumbani, haimaanishi kwamba tunawafundisha watoto au kizazi kile kinachofuata kwa kusema tu. Hapana. Yani inatakiwa yawe maisha yetu. Yani huwezi kumwambia mtoto ya kwamba Yesu anaweza, au ukamhubiria alafu baada ya hapo kinachofuata ukamfanyia kitu ambacho anaona kabisa hapa alichokisema ni tofauti na alichokitenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tukibadilisha mwenendo wetu, tukaishi kama Kristo anavyotaka tuishi, ni rahisi sana hata kuihubiri, hata kuwafundisha watoto wetu na kizazi kinachofuata kuhusu Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na haya mambo tumeyaona hata hapo juu tukisoma katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Paulo anasema basi wewe mwanangu, anamwambia Timotheo kwamba uwe hodari katika neema ile ambayo iliyo katika Kristo Yesu, ambayo anasema kwamba na mambo yale uliyosikia kwangu, yale mambo ambayo Paulo anamwambia Timotheo, yale mambo ambayo uliyosikia kwangu, naomba uwakabidhishe mambo yale ambayo umeyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kwa hiyo inamaanisha hivyo ndivyo Mkristo ambaye amekuwa anatakiwa awe. Yale ambayo unayafundisha, ambayo umeyasikia na kuyasoma na kuyaelewa na kuyaishi, wafundishe na wengine. Na isiwe tu kwa ajili ya kuwafundisha tu wengine, wewe umeyaishi ili iwe rahisi kuwafundisha wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunakwenda kwenye faida nyingine. Tunaenda kwenye faida namba 7. Kuelewa na kuthamini wokovu tuliopokea. Kuelewa na kuthamini wokovu tuliopokea. Ujumbe mkuu wa imani ya Kikristo ni wokovu kupitia Yesu Kristo. Hicho ndio kiini, hicho ndio ujumbe mkuu ambao tunao sisi kama imani ya Kristo. Sisi tunamwamini Kristo. Hicho ndio kiini. Yaani ukiondoa neno wokovu hapo hatuzungumzi kingine chochote. Na hilo tunaliona katika Luka sura 19 mstari wa 10. Anasema Luka 19 mstari wa 10. Anasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na ukisoma wa Korintho sura ya 15 mstari wa 3 hadi wa 4, anasema kwa maana na aliwatolea ninyi hapo kwanza yale niliyoyapokea, nayo kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, ya kuwa alizikwa na kuwa alifufuliwa siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Na ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, Biblia inasema wala wokovu hupatikani katika mwingine yeyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu ambalo inatupasa kuokolewa kwalo. Hii ina maana gani? Mistari hii yote inaonyesha kwamba kazi kubwa ambayo Yesu alikuja kuifanya ni kumwokoa mwanadamu. Si ndio hivyo? Yaani hiyo ndo kazi kubwa aliyokuja kuifanya, kumwokoa mwanadamu ambaye alikuwa yupo dhambini. Na ilikuwa ni gharama kubwa sana kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu tusaidie. Na kama Mkristo ni lazima uelewe thamani ya wokovu wako. Lazima uelewe thamani ya wokovu wako. Lazima uelewe gharama ambayo imelipwa pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. So Ukristo haujengwi juu ya falsafa au maadili au desturi za kidini. Ukristo haujengwi juu ya falsafa, maadili au desturi za kidini, bali juu ya habari njema kwamba Mungu amemtoa mwana wake ili kuokoa wanadamu. Hiyo tunaisoma katika Yohana 3:16. Anasema kwamba Ukristo haujengwi juu ya falsafa au maadili. Yaani sio kwamba tunazungumzia desturi ya dini fulani, tunazungumzia tu desturi au mwenendo wa dini fulani. Hapana. Ukristo unajengwa juu ya habari njema kwamba Mungu amemtoa mwana wake ili kuokoa wanadamu kutoka katika dhambi na kuwapatanisha naye.
Kwa hicho ndio kiini. Anasema wokovu si sehemu ndogo ya imani ya Kikristo. Wokovu ndio kiini cha imani na ndio ujumbe mkuu ambao kanisa limekabidhiwa kuhubiri kwa ulimwengu wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa wokovu sio kasehemu kadogo tu, hapana. Ndio kiini na ndio ujumbe ambao tumepewa kuhubiri. Luka sura 24 mstari wa 46 hadi wa 49. Luka sura 24 mstari wa 46 hadi wa 49. Biblia inasema, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa anasisitiza kwamba ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo aliteswa, yani anazungumzia uokovu. Kama alivyozungumzia uokovu si sehemu ndogo tu. Huo ndio ujumbe ambao tuliopewa tukahubiri. Tukawaambie watu kuhusu toba, tuwaambie watu kuhusu kweli ya Kristo. Na haya yote yawezekani kama hauijui imani yako na kama hauthamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama haukijui kitu au haukielewi kitu vizuri, hauwezi kukithamini. Yaani tunathamini vile vitu ambavyo tunavijua. Si sawa? Tunavijua na tunavipenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndivyo ilivyo imani yetu. Kama hujui wokovu uliopewa na gharama ya upendo iliyotolewa, maana halisi ya wokovu na faida zake, ni rahisi sana kama Mkristo kuishi maisha ya kuona ni jambo dogo sana na lisilo na thamani. Kama haulielewi hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kama hujui thamani, kama hujui hii imani yako vizuri, ni rahisi sana kuishi maisha yoyote yale. Kwa kuijua imani yako hukusaidia kuelewa wokovu uliopokea. Na kadri unavyoelewa wokovu huo, ndivyo unavyozidi kuthamini neema ya Mungu. Ukijua vizuri imani yako, inakusaidia kujua wokovu uliopokea. Na kwa kadri unavyoelewa wokovu huo, ndivyo unavyozidi kuthamini neema ya Mungu na kuishi kwa uhakika wa ahadi zake na kumtumikia Kristo kwa moyo wa shukrani. Bwana Yesu atusaidie. Upendo unaanza kujengwa na kuthamini. Na kadri mtu anavyozidi kuelewa wokovu wake, ndivyo upendo wake wa Kristo unavyozidi kuongezeka. Yaani ukielewa imani yako, utaithamini na utazidi kumpenda Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Paulo anasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Hilo tulishazungumza sana. Anasema, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Anamalizia mstari wa 19, na kujua upendo wake Kristo. Yaani mkishakuwa na hayo maarifa na akakaa kwa wingi ndani yenu, mtaujua vizuri upendo wake Kristo, upitao fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutumika kwa utimilifu wote wa Mungu. Kwa ukishajua huo upendo wake vizuri, utaweza kutumika vyema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa msingi wa kweli katika imani yako unakupa kuijua zaidi na kufahamu upendo wake Kristo, upitao fahamu zote. Na ukiisha kuujua vyema, then unatumika kwa uaminifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Unakuwa umeshajua thamani hiyo. Yesu mwenyewe alionyesha kanuni hii aliposema kuhusu yule mwanamke. Tukisoma pale katika kitabu cha Yohana, yule mwanamke aliyesamehewa dhambi, Luka sura ya 7, ukianza kusoma kuanzia mstari wa 36, lakini pointi ya msingi kwa yule mstari wa 47.
Lakini anasema ya kwamba kwa mstari wa 36, hii ni habari ambayo Yesu yupo chakulani. Tunaona Yesu yupo chakulani pamoja na Farisayo, yuko nyumbani mwa Farisayo na mwanamke mmoja ambaye anajulikana kwamba alikuwa ni mwenye dhambi. Sawa, lakini yeye pamoja na dhambi alizokuwa nazo alithamini ya kwamba alimthamini Yesu na kumpenda sana kiasi kwamba alitambua kwamba huyu pekee ndo anaweza kuniokoa. Alipofika pale, alichokifanya alikuja na marhamu ya bei ghali, tulisoma pale, akaja na nywele zake, akalia na machozi akiwa anamfuta Yesu miguuni machozi, na zile nywele anatumia kufuta nazo, na akatumia pia marhamu kumpaka. Na tukasoma baada ya hilo tukio kutokea, Yesu akasema, watu wale pale Simon na watu waliokuwa wako pale karibu naye waliokuwa chakulani wakasema kwamba hiyo Mariamu, kwa nini huyu mtu anafanya hivi? Angemuelewa huyu mwanamke. Lakini Yesu akazungumza jambo moja, akatolea mfano, akawaambia hivi, kulikuwa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anakopesha, ambaye alikuwa anadai watu wawili, na mmoja alikuwa anamdai dinari 500 na wa pili alikuwa anamdai dinari 50. Na walipokuwa hawawezi kulipa, hawana chochote cha kuweza kulipa, akawasamehe wote wawili. Bwana Yesu atusaidie. Akawasamehe wote wawili. Na akamuuliza Simon ya kwamba, je, ni nani ambaye unasema kwamba anaweza akampenda zaidi? Akasema kwamba ni yule ambaye amemsamehe nyingi. Si sawa? Na ndipo tunapofika katika mstari wa 47, anasema, kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asemewaye kidogo, huyo upenda kidogo. Kwa hiyo hapa naomba kwanza tuelewe kwamba hakuzungumza tu kwamba utampenda Mungu sana kama umesamehewa dhambi nyingi. Hapana. Sio hiyo tu point ya msingi. Kwa sababu tunaona pale mbeleni alimwambia Simon, anamwambia, mimi nilikuja kwako, haukunifanyia hivi. Kwa hiyo nilitazamia kwamba utavitenda hivi kama huyu. Lakini labda haukuthamini ukubwa wa kile ambacho nimekifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii ina maana gani? Hii ina maana gani katika kanisa? Ni kwamba kumpenda Mungu kunatazamia ni kwa kiwango gani unathamini kazi aliyoifanya. Ukiona kwamba umesamehewa kidogo tu, ukiona kwamba ulikuwa wewe ni mwenye haki, ukiona kwamba mimi bana uokovu hata sikuwa natenda dhambi kivile, yani wewe kama huoni thamani hiyo ya uokovu, upendo wako hauwezi kuwa mkubwa. Lakini ukaona kabisa ile kazi iliyofanyika pale Calvary, haijalishi kwamba mimi nilikuwa na kadhambi, hata nimezaliwa kwenye familia ya watu waliokoka, nimekulia huko, nimeishi hayo maisha na nimeingia, hata sijatenda dhambi, mimi nilikuwa mtakatifu sana, vitu kama hivyo, bado utapenda zaidi kama unaijua thamani ya wokovu wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo ninapokuwa tofauti wakati mwingine. Unakuta kuna watu wengi ambao walitoka nje kule kwa mdogo, wao wanapenda zaidi, wakifika katika wokovu unakuta anapenda zaidi, anamtumikia Mungu zaidi kwa sababu anaelewa alikotoka. Alafu wewe ambaye umo ndani, yamkini umezaliwa katika familia ya watu ambao wameokoka, unashindwa kuelewa thamani ya wokovu, unahisi kwamba ulistahili tu kwa sababu umetoka katika hayo mazingira. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kadri unavyozidi kuelewa wokovu unaopokea, ndivyo unavyozidi kumpenda yule aliyekupatia wokovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kama hauelewi, hautapenda. Si sawa? Mtume Paulo alikuwa ni mfano wa jambo hili. Baada ya kuelewa kwamba Kristo alimuokoa, licha ya kuwa alikuwa ni mtesi wa kanisa, alijitoa maisha yake yote kumtumikia Kristo. Na tunasoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15, tukianza kusoma kuanzia mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema, maana mimi ni mdogo. Paulo anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Yaani alielewa kwamba sio kwa sababu ya nguvu zangu. Anasema kwa neema ya Mungu nilikuwa hivi nilivyo. Anasema, anaendelea kusema kwamba na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. So Paulo alitambua alipotolewa, na akajua ya kwamba si kwa
kwamba amestahili sana ile nafasi alionayo, si kwamba amestahili sana kuwa mtume, ila neema ya Mungu tu ndio ambayo imemfikisha pale alipo. Na hiyo, kwa kuitambua hiyo neema ya Mungu, anasema ya kwamba ilimfanya kupenda zaidi na kuweza kujitoa kufanya huduma zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusipojihesabia haki na tukaona ya kwamba thamani ya wokovu tulionao na tukaijua na kuelewa thamani ya wokovu tulionao, tutaweza kumtumikia Mungu vizuri zaidi. Tusipokuwa watu wale wa kujihesabia haki, ya kwamba unaona kama vile ulipotolewa sio mbali. Kuna ile unaona kwamba mimi nilikuwa tu mtu ambaye ninamjua Mungu, lakini yani ukielewa hiyo thamani ya wokovu, ukielewa gharama iliyolipwa, ukielewa maana ya wokovu ni nini, ni rahisi sana kumpenda Mungu zaidi na kuthamini wokovu ulionao. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Mtume Paulo anaeleza ukweli huo pia kwa kusema katika Wakorintho wa pili sura ya 5, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 14. Biblia inasema, maana upendo wa Kristo watubidiisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Paulo hakuwa anamtumikia Kristo kwa sababu ya wajibu pekee, bali kwa sababu alielewa kwa undani upendo wa Kristo, na ndio huo anasema kwamba umembidiisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Maarifa ya kina kuhusu kazi ya msalaba yalikuwa nguvu iliyomsukuma kuishi kwa ajili ya Kristo. Alipoelewa sana nguvu ya msalaba, akaelewa ule upendo, hiyo ndio iliyomfanya kwamba katika yote aliweza kuyastahimili. Alikuwa na bidii sana alipojua thamani ya wokovu. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuelewa wokovu uliopokea, ndivyo unavyozidi kuthamini kazi ya msalaba na ukubwa wa neema ya Mungu na gharama ambayo Kristo aliilipa kwa ajili yako. Ukielewa, ukijifunza na kuelewa vizuri imani yako, utathamini, na ukishathamini utatumika kwa upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uelewa huo huzaa upendo wa kina, na upendo huo huonekana katika ibada ya kweli, maisha ya utii na kujitoa kwa moyo wake wote. Bwana Yesu atusaidie. Nimependa ule mstari pale kwenye Wakorintho wa pili 15:14. Anasema, maana upendo wa Kristo watubidiisha. Mwambie jirani yako, maana upendo wa Kristo watubidiisha. Yes. Si kwa sababu tuna uwezo sana, si kwa sababu tuna akili sana, si kwa sababu tunajua sana, si kwa sababu tunafanya kitu kingine tofauti. Ni kwa sababu tumeujua huo upendo wa Kristo. Na Paulo anasisitiza ya kwamba haijalishi kwamba mimi nilikuwa mfarisayo, nilikuwa najua kila kitu, nilikuwa nisijui naliudhi kanisa baada ya hapo, si kwa sababu ya yale maisha, ila alipoelewa thamani ya wokovu alionao, akapenda sana, hiyo ikambidiisha. Kwa ukimpenda sana Mungu, ukajua thamani ya wokovu ulionao, itakubidiisha katika kila kitu, katika kumtumikia Mungu. Haitakuwa nguvu, hatapigana kukwambia uje kanisani au utumike au ufanye jambo fulani kwa ajili ya Mungu, kwa sababu utafanya kwa upendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutafanya kwa upendo, kwa sababu huo upendo utafanya nini? Utatubidiisha. Faida ya 8. Kuimarishwa kwa uwezo wetu wa kufanya maamuzi yanayompendeza Mungu. Kuimarishwa kwa uwezo wetu wa kufanya maamuzi yanayompendeza Mungu. Maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi anayoyafanya kwenye kila siku anayoishi ndani yake. Kwa maisha kila siku ambavyo unaishi, maamuzi unayoyafanya ndiyo ambayo ni maisha yako.
Na kila siku Mkristo anakutana na maamuzi yanayohusu kazi, biashara, familia, ndoa, iwe ni fedha, iwe ni marafiki, iwe ni huduma. Kila siku unakutana na namna ambavyo unatakiwa ufanye maamuzi. Na mtu asiyejua imani yake mara nyingi hufanya maamuzi kwa kuongozwa na hisia. Anaongozwa na shinikizo la watu au utamaduni wa dunia. Lakini anayejua imani yake huongozwa na kanuni za neno la Mungu. Kila siku tunafanya maamuzi. Katika nafasi mbalimbali katika maisha yetu tunafanya maamuzi. Iwe ni maamuzi ambayo yanahusiana na familia, maamuzi yanahusiana na kazi. Maamuzi yako mengi ambayo tunayafanya. Lakini maamuzi hayo inategemeana kama unaijua vizuri imani yako. Kwa sababu kuna wakati ambako maamuzi utataka yasukumwe na hisia zako. Kuna wakati ambako maamuzi unaweza kujikuta yanafanywa kwa sababu ya shinikizo la watu au utamaduni au desturi fulani. Nafikiri tumejifunza sana somo la swala la maamuzi na mwenendo ambao tunaoenenda. Kwamba kuna wakati ambako unaweza ukahisi kwamba unaelekea njia sahihi kwa sababu ni desturi ya dunia. Lakini sivyo. Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105. Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa maana yake, kama anasema kwamba ni taa ya miguu yangu, maana yake katika kila hatua ambayo ninaifanya, neno lako linaniongoza. Sio hivyo? Neno lako linaniongoza kwamba hapa linanimulikia ile njia ya kwamba hapa sasa hii hatua ni sahihi, unaenda sehemu sahihi, hautajikwaa. Kwa neno la Mungu halitonyeshi tu mwisho wa safari, bali hutupa mwanga kwa kila hatua ya maisha yetu. Neno la Mungu halitonyeshi tu kwamba tutafikia sehemu fulani, hapana. Katika kila hatua kabla ya kufikia katika yale malengo au kule ambako Mungu anatarajia ufikie, katika kila hatua neno lake la kupasa liwe mwanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kadri Mkristo anavyozidi kulijua neno la Mungu, ndivyo anavyoongezeka uwezo wa kutambua lipi ni sahihi na lipi sio sahihi mbele za Mungu. Kwa kadri unavyoweza kumjua Mungu, kwa kadri ambavyo unajua neno la Mungu, inakusaidia kujua ni kitu gani ni sahihi na kitu gani sio sahihi. Na maamuzi sahihi hayatokani na bahati, bali na akili. Maamuzi yaliyo sahihi hayatokani na bahati au kitu, yani kwa bahati nzuri tu ndio unafanya maamuzi, hapana. Bali ni akili ambayo imejaa mafundisho ya neno la Mungu, yanakusaidia kufanya maamuzi katika kila hatua. Kwa kadri unavyoongezeka katika maarifa ya neno la Mungu, ndivyo ambavyo unaweza kupambanua mapenzi ya Mungu katika kila hatua ya maisha yako. Kwa kadri ambavyo unalijua neno la Mungu, maarifa ya neno la Mungu yanazidi kuongezeka ndani ya maisha yako, ndivyo ambavyo unaweza kupambanua mapenzi ya Mungu katika kila hatua. Unapofika katika hatua fulani, unaona kabisa yapi ni mapenzi ya Mungu hapa nilipo. Bwana Yesu atusaidie sana. Warumi sura 12 mstari wa 2. Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Yaani msifuatishe namna ambavyo dunia inaenenda. Kwa maana yake tuna mambo mawili, kuna namna dunia inavyoenenda, lakini pia kuna namna ambavyo ni mapenzi ya Mungu kuenenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna namna mbili. Sasa ukilijua neno la Mungu, anasema hautafuatisha namna ya dunia hii. Hautafanya maamuzi katika hatua za maisha yako kama dunia inavyotaka ufanye, lakini utafanya kwa sababu unalijua neno na yeye ametaka ufanye hivyo. Amen. Na Wafilipi sura ya 1 mstari wa 9 hadi 11. Bwana anasema, na hii kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema. Kwa Kiingereza nasema, you may learn to recognize and treasure what is excellent.
mpate kufanya nini? Kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa wa mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Hiyo ni Wafilipi wa kwanza mstari wa 9 mpaka wa 11. Kwa hiyo anasisitiza hapa kwamba upendo wenu ukishakuwa mwingi, mkishajua hekikuwa na hekima na ufahamu wa Mungu, hamtakuwa watu wa kawaida, ila mtakuwa ni watu ambao mtaelewa na kujifunza vile vilivyo bora. Na ukishajua vilivyo bora, maana yake utaviishi, hatua zako zitakuwa bora. Ifike mahali ambako kama Wakristo isiwe tu tunakuwa tu watu wa kawaida. Bwana Yesu tusaidie sana. Tusiwe tu kama tunakuwa watu wa kawaida. Tukimruhusu neno la Mungu lituongoze katika hatua zetu, tutakuwa bora zaidi ya wale wengine wote. Tumesoma hata kwa Danieli. Tulisoma hayo katika sehemu nyingi kwa Yusufu. Watu wote ambao tutangulia, wale ambao walilijua neno la Mungu kweli kweli, maisha yao yalikuwa tofauti sana. Hayakufuatisha desturi ya dunia. Si kweli? Hayakufuatisha desturi ya dunia. Kwa sababu gani? Waliruhusu hatua zao ziongozwe na Mungu. Na ukiruhusu hatua zako ziongozwe na Mungu, utaishi maisha ya ubora. Ubora katika kazi yako, ubora katika ndoa, ubora katika familia, ubora katika kila kitu. Hazitakuwa tu ni watu wa kawaida. Isifikie ile hatua ya kwamba watu wanasema usimwajiri kwa sababu ameokoka, sio usifanye hivi, huyu ameokoka. Hapana. Ifikie hatua waseme kama walivyozungumza pale kwenye wakiwa wanamzungumzia kwenye Mwanzo sura 41 mstari wa 38, ambako mfalme Farao alipokuwa anawaambia watu wake kuhusu Musa, anasema ya kwamba tupate wapi mtu kama huyu? Ifikie hiyo hatua. Na hiyo hatua haiwezi kufikiwa kama maisha yetu haturuhusu kuongozwa na yeye. Kama hatua zetu tunajichukulia sawasawa na desturi ya dunia. Hapana. Ili tufikie hiyo hatua, lazima tuijue vizuri imani yetu, ili kila hatua tunaoifanya katika maisha yetu, katika kila tunachokifanya, yeye ndo awe ametutangulia yeye. Neno lake ndo liwe mwangaza wa njia yetu. Hapo sasa atasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu amejaa ndani yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwenye Wakolosai 3:17 Biblia inasema, Wakolosai 3:17 Biblia inasema, na kila mfanyalo, aidha ni kwa neno au ni kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Tufanye yote. Iwe ni unataka kufanya maamuzi fulani katika maisha yako, hiyo ni hatua. Sio hivyo? Iwe ni unataka unafanya kazi fulani, hiyo ni hatua. Katika kila jambo, aidha ni kwa neno au ni kwa tendo, tufanye yote kwa jina la Bwana Yesu. Ili itusaidie kufanya, hiyo itatusaidia tufanye kwa ubora. Kwa ubora ambao utatofautiana na dunia nzima. Si sawa? Utatofautiana na wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. Biblia inasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mstari wa 10 anasisitiza, anasema hapa, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Mwenende, maana yake hatua zenu zote, kila mnachokifanya, jinsi mnavyoishi, maneno yenu, kila kitu, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Na hiyo mtafanya kwamba uzidi kumpendeza Bwana, na mtatoa matokeo yenye thamani, matokeo ambayo yatawavuta wengi kwa Kristo.
Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tumekuwa na wiki kadhaa za kujifunza hilo, ya kwamba kumjua Mungu kuna faida. Kuijua imani yako kuna faida nyingi ambazo tunaweza hata zaidi ya hapa tulizozizungumza. Ukiendelea kutafakari na kujifunza na kujifunza, utaona sio hizi 8 tu, ni zaidi ya hapo. Hizi ni chache ambazo ni kubwa, ambazo zinaonekana, lakini kikubwa ambacho natamani tuelewe na tujifunze ni kwamba kuijua imani yako kuna kufanya uishi maisha ya tofauti na wengine. Yanakufanya uishi sawasawa na Kristo anavyotaka uishi, na mwenendo wako utabadilika. Hautaathiriwa na mazingira ambayo yamekuzunguka, kwa sababu bado tupo duniani, sio hivyo? Kwa hiyo japokuwa tupo duniani, maamuzi yako na maisha yako yote hayataathiriwa na hayo yaliyokuzunguka. Hautaenenda sawasawa na desturi ya dunia, bali mwenendo wako utakuwa wa tofauti. Utayajua mafundisho ya uongo ni yapi, kwa sababu tayari unaijua kweli ni nini, na mwisho wa siku utakuwa rahisi sana kufundisha wengine, kwa sababu kama maisha yako yamebadilika, itakuwa rahisi sana kuwafundisha wengine, kuwavuta wengi kwa Kristo, na kanisa litazidi kuongezeka na kusimama. Mungu awabariki sana.